Na katika upande wa kimataifa tuangazie kwa kile kwanza alichoweza kuzungumza rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuhusiana na huu mgogoro wa kivita ambao unaendelea kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Tumeweza kuona rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akiweza kuongea, akiweza kusisitiza akisema kwamba rais wa Marekani Donald Trump amesema mpaka mwezi wa 6 basi mgogoro huu wa kivita unaenda kutamatika kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Lakini hii acha nikukumbushe kwanza kuhusiana na rais wa Marekani Donald Trump pale ambapo alipokuwa akiomba madaraka, akiomba nafasi, ridhaa kwa wananchi, akiomba nafasi kutoka kwa bunge la Senate, akiomba nafasi kwa Marekani kwamba akiweza kumpatia nafasi nyingine tena kuweza kuingia madarakani. Miongoni mwa migogoro ambayo ataweza kuiondoa ni upande wa Mashariki ya Kati, lakini pia alizungumzia kuhusiana na hii vita kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Akasema kwamba nipe masaa 24 pekee mgogoro unaenda kutamatika. Na tukaweza kuona pale ambapo alipoweza kuingia madarakani rasmi masaa 24 yakapita, lakini bado mgogoro ukazidi kushika kasi, ikashindikana. Lakini baadaye akaja kuzungumza tena akasema, jamani, niliomba masaa 24, naombeni mnipe muda wa miezi 6 pekee mgogoro unaenda kutamatika. Na huu alikuwa anazungumzia kuhusiana na mgogoro kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Lakini tukaweza kuona baada ya miezi 6 ikaweza kuisha, bado mgogoro ukazidi kusonga mbele zaidi. Na kwa sasa hivi kwa hiki alichoweza kuzungumza rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akisema kwamba rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba mpaka mwezi wa 6 mgogoro utakuwa tayari umeweza kuisha. Itawezekana. Na tumeweza kuona mazungumzo ambayo yameweza kufanyika katika sehemu mbalimbali. Tumeweza kuona duru ya kwanza ya mazungumzo ambayo yaweza kufanyika, duru ya pili ya mazungumzo ambayo tayari imefanyika. Tunategemea kuwepo kwa duru ya tatu ya mazungumzo ambapo itafanyika kwa pale Marekani katika ikulu ya White House na kuweza kukutanisha viongozi wakuu watatu wa nchi. Nazungumzia rais wa Marekani Donald Trump ambaye ni mpatanishi, lakini nazungumzia rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pamoja na rais wa Urusi Vladimir Putin, kwa pamoja kuweza kukutana, kuweza kuzungumza kuhusiana na mgogoro huu wa kivita kuweza kutamatika. Je, ni kweli mpaka mwezi wa 6 mgogoro huu utakuwa umeweza kutamatika? Mimi najiuliza hivyo kwa nafasi yangu. Lakini hata hivyo kuja kuangazia jinsi gani ambavyo pande zote mbili zina ile hali ya kutaka kuona mgogoro huu unaenda kutamatika, upande wa Ukraine lakini pia na upande wa Urusi. Japokuwa kuna ile vuta ni kuvuta, kila mmoja anavuta sehemu yake. Urusi anavuta sehemu yake na Ukraine anavuta sehemu yake. Na tumeweza kuona taarifa ambayo imeweza kutoka kuhusiana na Ukraine pale ambapo waziri wa mambo ya nje wa Ukraine alipoweza kuzungumza akisema kwamba kweli wanataka kuona mpango wa amani wakiweza kuzungumza na amani ikiweza kupatikana upande wa Urusi, lakini pia amani ikiweza kupatikana upande wa Ukraine. Lakini pia akasema kwamba kuhusiana na Ukraine kuweza kuachia kwa 20% eneo ambalo linashikiliwa na Urusi mpaka sasa hivi, na tunafahamu mashariki mwa Donetsk kuna eneo ambalo Urusi wanalishikilia, na ni eneo ambalo wamesema kwamba katika mazungumzo tukiweza kufanya inabidi sasa hili eneo liweze kubaki kwa Urusi. Ni kitu ambacho upande wa Ukraine wanasema hii haiwezekani, ni eneo la Ukraine, basi inabidi liweze kurudi kwa upande wa Ukraine. Kwa hiyo kuna sintofahamu hiyo ya kwanza. Lakini ya pili kuhusiana na mtambo wa nyuklia, kwa upande wa Ukraine wanasema wanataka mtambo wa nyuklia ambao unapatikana katika eneo la Urusi. Je, Urusi ataweza kukubali kuachia mtambo huu wa nyuklia? Kwa hiyo kuna mambo ambayo ukiweza kuangalia ni kama vile kuna ukinzani ambao utakuwepo kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Kuna eneo ambayo Ukraine ninaweza nikasema kuna eneo ambalo Ukraine wenyewe wanalitaka kwa namna moja au kwa namna nyingine, ambapo eneo hili linapatikana mashariki mwa Donetsk. Lakini eneo hilo ambalo wenyewe wanalitaka na Urusi wenyewe pia wanalitaka hilo eneo. Kwa hiyo sidhani kama itawezekana kwa urahisi. Lakini pia kuna mtambo wa nyuklia ambao mtambo huo upo katika upande wa Urusi. Ukraine naye anataka mtambo huo wa nyuklia. Kwa hiyo ni kama vile kuna mambo ambayo yatakuwa ni magumu kuweza kuafikiana, kukaa meza moja kuweza kuzungumza kwa hao wakuu watatu wa mataifa, nazungumza taifa la Marekani, taifa la Urusi pamoja na Ukraine. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu sana. Hapa ndio pale ambapo ambaye ni mpatanishi Marekani inabidi nikasema kae sawa sawa, kwa sababu haya ni mataifa mawili ambayo yanakinzana. Haya ni mataifa mawili ambayo
kila mmoja anavutia upande wake. Tuliweza kuona katika duru ya kwanza mazungumzo ya amani pale ambapo Ukraine, Marekani pamoja na Urusi waliweza kukaa kuweza kuzungumzia na masuala mazima ya mpango wa amani katika mataifa yao. Wakati mpango wa amani unaendelea, tuliweza kuona mashambulizi yakizidi kuendelea kwa upande wa Ukraine. Kwa ni kama vile kuna sitofahamu kati yao. Mimi nilitegemea katika duru ya pili ya mazungumzo basi na mapigano yangeweza kusimama angalau kwa siku kadhaa, kisha baada ya mazungumzo basi labda wangeweza kuendelea na mapigano hayo. Lakini tukaweza kuona wakati mazungumzo yakiendelea kuhusiana na mpango wa amani katika upande wa Ukraine pamoja na Urusi, na mashambulizi pia yalikuwa yakizidi kuendelea. Lakini sasa hivi kuhusiana na duru ya tatu ya mazungumzo, lakini pia kuhusiana na upande wa Urusi na upande wa Ukraine ikisema kwamba katika mazungumzo hayo basi katika mpango huo wa amani pia upande wa Urusi waweze kuachia hiyo 20% la eneo la mashariki mwa Donetsk. Je, Urusi itaweza kuachia? Lakini pia kuhusiana na mtambo wa nyuklia ambao Urusi ambapo Ukraine anasema inabidi Urusi aweze kuachia mtambo wao wa nyuklia. Je, na Urusi naye ataweza kuachia? Kwa hiyo ni kama vile kuna sintofahamu ambayo itaweza kutokea katika duru ya tatu ya mazungumzo ambayo tunategemea kuweza kufanyika katika taifa la Marekani. Lakini pia kuhusiana na hiki ambacho alichoweza kuzungumza Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuhusiana na masuala mazima ya amani katika nchi hizi mbili, upande wa Urusi na upande wa Ukraine, akisema kwamba rais wa Marekani Donald Trump amesema mpaka mwezi wa 6 basi amani itakuwa imeweza kupatikana upande wa Urusi na upande wa Ukraine. Na tunafahamu kwamba mgogoro huu wa vita unaelekea miaka 4 hivi sasa, na huu ni mwezi wa pili mpaka tukaweza kufikia tarehe 22 mwezi wa pili mwaka huu 2026. Ni mgogoro ambao utakuwa tayari umeweza kufikia miaka 4 kati ya Urusi na Ukraine. Na tunafahamu mgogoro huu uliweza kuanzia pale mwezi wa pili tarehe 22 mwaka 2022. Na baada ya kuanza kwa mgogoro huu wa kivita, tulikuwa tunajipa matumaini kila kukicha tukisema kwamba baada ya muda fulani mgogoro huu unatamatika. Baada ya muda fulani mgogoro huu unatamatika. Lakini baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuweza kuingia katika madaraka tena, matumaini yakaongezeka zaidi na zaidi, naweza nikasema hivi. Kila mmoja akiweka matumaini yake kwa rais wa Marekani Donald Trump katika kuhakikisha kwamba amani inapatikana upande wa Urusi, amani inapatikana upande wa Ukraine. Kwa hiyo kila mmoja anategemea kuweza kuona mpaka mwezi wa 6 kwa kila alichoweza kuzungumza rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, basi amani itapatikana katika pande zote hizo mbili, upande wa Urusi lakini pia na upande wa Ukraine. Mtazamaji, natamatisha hivyo Morning Victory siku hii ya leo. Natumaini nitakuwa nimekujuza mengi katika upande wa fahamu zaidi katika upande wa kitaifa pamoja na kimataifa. Mimi ni Georgina Mwatatu, endelea kutazama Rabi TV, kisima cha maarifa.